Amen. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Praise the Lord. How was your night? Last day, and God has been with us. From the book of Matthew, chapter number 28, verse number 19. 19. The Bible. Mark. You can open Mark. You can open John. You can open Matthew. All those books are according to gospel, and they record the same thing. When you read it from the Mark, from Matthew, from John, or from Luke, whatever way is written in Mark, Luke, John is also in Matthew. So in Matthew, this chapter number 28, verse 19 says, "Go you therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world." God is speaking to us. He is reminding us to go and teach the word of God, baptizing people in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our saying at this moment, our subtopic is becoming more mature. Becoming more mature. Hallelujah. As a Christian, God has sent you to go and preach the gospel. But some of us, we have not been in a position to do this simply because we are not mature. Hallelujah. This morning we were sharing with our patron. He was asking one of our neighbor whom God used to heal as he was singing. And today as we talk, this young man started good, but he has already went astray. What is the name of that brother? Stephen Kasoro. Zile vituko ambazo alifanya ni mbaya, hata bahati. These are our neighbors there. They started well. Hallelujah. But because of failure to be taught about spiritual maturity, that's why it started well and it also went wrong. Not that it started good. It never started good. It started well bad. That's why it went wrong. As a Christian, Philippians chapter 3, verse 12 and 14. I would wish to have a person reading faster because of our time. In fact, we should be ending our first service. Spiritual maturity is achieved through becoming more like God. After salvation, after you have received Christ, you now become Christ-like. Because we were born by Adam. That's where we are called being Adam. And when Jesus Christ came, he became the second Adam. And that's why, after receiving Christ, after receiving the salvation, we become Christ-like. Amen. We became Christ-like. That's why we are Christian. Hallelujah. Christian, you are Christ-like. For you to become mature, you must be like Jesus. Every Christian begins the process of spiritual growth
with the intent to become spiritually mature. According to Apostle Paul, it is an ongoing process that will never end in this life. Every now and then we are reading the Bible, and we are getting to know new things concerning the kingdom of God. Speaking of full knowledge of Christ, he tells his readers that he himself has not already obtained all this, or have already been made perfect, but I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. So, sisters and brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind, the straining towards what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me, even one in Christ Jesus. Like Paul, we have to press continuously toward deeper and deeper to the knowledge of the Word of God. And that's why Philippians says, from the book of Philippians chapter 3, verse 12 and 14. Hallelujah. Christian maturity requires a radical reordering of one's priority. And the first priority in your life after receiving Jesus Christ is reading His Word. Changing over from pleasing self to pleasing God. You don't please yourself, you please God. You change from pleasing yourself to pleasing God. And learning to obey the Word of God. The key to maturity is consistency. It has never stopped. You do it today, you do it tomorrow, and you continue doing it. And then you do it, and then be it, and then you walk it, and you breathe it, you sleep it, you eat it, you preach it, you marry it, you be married by it. Hallelujah. Praise the Lord. Galatians chapter 5:16 tells us that we were to walk by the Spirit. The Greek word used here for walk actually means to walk with a purpose in view. Later in the same chapter, Paul tells us again that we were to walk by the Spirit, not by the flesh. The word translate walk as an either of taking means step by step, one step at a time. Reading Genesis, after Genesis, next book. Hallelujah. Step by step, knowing one topic. Don't allow yourself to be confused by so many topics. Take one topic for 1 week. Take one topic for 1 month. Read, understand, do research. Ask your spiritual mentors. Step by step. You don't get saved today and then tomorrow you become an apostle. No, there is paying cost. You have been called as a pastor, as a teacher of the Word of God, as an apostle, as a prophet, and as a evangelist. That is called fivefold ministries. In you, there is a ministry. We also have every ministry. Every ministry is any other ministry apart from fivefold ministry. This is praise and worship. This is choir, intercessory, ushering, Dorcas ministry, interpretation part 1, interpretation part 2. We have even so many people, decorators, dancers, those who give out another style how to dance, singing and composing, or composing ministry, composing songs. Sasa tunavaa kwa tumetoa CD kama 5 kwa hii shule, volume 6. There are talented people here. That is a ministry God has given unto you. But you must become mature in that ministry work. Hallelujah. Praise the Lord. Here the word translate walk as an deal taking step by step. It is learning to walk under the instruction of another. And this is Holy Spirit. You must accept the Spirit of God. There are people who don't accept the Spirit of God. When Jesus was here on earth, He was well known as Jesus.
But when he went to heaven, the Spirit of Jesus came on earth. He said, I go and I will send the helper. And in the Bible, when Jesus was physically interacting with people, he was called Jesus. He was called Jesus. But when Jesus Christ ascended to heaven, he ceased to be called Jesus. The Spirit of Jesus came on earth. And now, he is called Jesus Christ, the Spirit of Christ. Jesus is person, visible, but Christ is the Spirit of Jesus. That's why Jesus was on earth in the book of Matthew, Mark, Luke, John, and which other book? How many Gospels do we have in these Gospels? Matthew, Mark, Luke, and John. You can only see Jesus on those 4 books. You cannot see Jesus Christ in those 4 epistles. Kwa maana Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi. Mwili wake ulikuwa hapa duniani. Wakati alipoenda juu mbinguni, mwili wake hatujawahi kuona tena. Kwa hivyo tunaona nini? Roho yake ndio inaitwa Christ. Kutoka kwa kitabu cha Acts of Apostles, Acts inaongea yale mambo Yesu aliyoyafanya akiwa hapa duniani pamoja na mitume. Acts, kutoka Acts mpaka Revelation, hapo ndio utapata Jesus Christ. Kutoka Malachi mpaka Genesis, huwezi pata Jesus Christ. Hallelujah. And now you must be mature. Sio miaka mingi. Maturity sio kuwa kwa kanisa miaka mingi. Maturity sio kuhubiri sana. Maturity ni kujikataa na kukubali Yesu akufanye vile yeye anataka, sio vile wewe unataka. Kuna watu wanasema ya kwamba mimi siwezi nikaombea mtu, ninaogopa. Hiyo iko na wenyewe. Maturity ni kuelewa ya kwamba kila mtu ako na uwezo wa kuombea yule mwingine. Maturity ni kutoa chenye unaamini na kuamini chenye Yesu anataka. Wanafunzi wa Yesu walipokuwa na Yesu wameokoka. Kutembea na Yesu bila wokovu. Wakati Yesu alifaa na kaenda juu mbinguni, huo ndio wakati wanafunzi wa Yesu waliweza kupokea wokovu. Usije ukasema na Petro alimkana Yesu, si hata mimi naweza kumkana. Wakati huo Petro hakuwa amepokea wokovu. Wanafunzi wa Yesu Kristo hata wangefunga wakati walikuwa na Yesu Kristo. Kwa hivyo ni lazima usome Biblia na uamini vile Biblia inasema. Hallelujah. Galatians 5:22 verse 22 and 23. When we become Christian, we are given all we need for spiritual maturity. Peter tells us, God, divine power, has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. God alone is our resource, and the growth comes by grace through Him. But we are responsible to take the choice to obey the grace of God. Peter again helps us in this area. For this very reason, make every effort to supplement your faith with the virtue, and the virtue with the knowledge, and the knowledge with the self-control, and the self-control with the steadfastness, and the steadfastness with the godliness, and the godliness with the brotherly affection, and the brotherly affection with the love. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. That's from the book of 2 Peter chapter 1 verse 5 to 8. Being effective and fruitful in the knowledge of the Lord Jesus Christ is the essence of spiritual maturity. Let me give you 8
step to Christian maturity. Amen. 8 step to Christian maturity. Church movers focus on making difference in society. I want to explain that. Movers focus on making a difference in the society. A real difference. We believe that if we move our church, and underline the word move, we change the world. Why? Because the church changes people, and the people, as ambassadors of Christ, shape our neighborhood, cities, and the nation. Look, church is not structure. Here, I refer church as the act that has been sprinkled by the blood of Jesus Christ. Some people are not happy for what is happening in their families. Every now and then, people die, problem, confusion, crime in the family. But church will change. The neighborhood. Church is you. God is sending you to move and change your family. From your family, your neighbors. From your neighbors, your village. From your village, your locality. From your locality, your ward. From your ward, your sub-count. From your sub-count to your account. From your account to your nation. From your nation to international. That is the move. Amen. We move specific people from darkness of sin to the light of Christ. The Apostle Paul says, we turn people from darkness to light. Acts 26, verse number 18. Somebody read Acts 28, verse number 18. Acts 28. Acts 26. Acts 26. If you are there, you can read Acts 26, verse 18. And if you are not there, I will read. To open their eyes and to turn them from darkness to light, and from the power of Satan into God, that they may receive forgiveness of sin and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Sanctification by faith through the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Ultimately, God does this through us. Colossians chapter 1 verse 13. I need people reading and opening quickly. We remove them from the left to the right, not politically, but spiritually. We move people from ignorance and unbelief to saving faith and repentance, that is conversion. Then we move them from immaturity, Christianity, to mature Christian. Somebody, Colossians chapter 1. Colossians 1 verses 13. Verses 10. Verse 13. Verses 13 says, He has delivered us from the power of darkness. He has delivered us from the power of darkness. But still people are in the house of God and they are in power of darkness. It means the church has not attained maturity. And conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Yes. And conveyed us into the kingdom of the Son of His love. Amen. Continue. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Forgiveness of sin. People come to the church from January to January. They say they are saved, but they can't lack sin. That those are immature people. Let me ask you this question. Can a Christian who is saved have sin
Mtu ambaye ameokoka anaweza kuwa na dhambi? Inua mkono juu. This is seminar, not preaching. Mtu ambaye ameokoka, amepokea msamaha wa dhambi, anaweza kuwa mwenye dhambi? I'm asking a question. Kindly, if we have soldiers here, you should be moving with the microphone here. Watu walikuwa he does not continue to sin. The word of God says he does not continue to sin, that they may fall into temptation and sin. Mwalimu, unajua ukijibia hawa wanafunzi hawatakuwa machua. So swali ni kwamba Mkristo, mtu amempokea Yesu Kristo, anaweza kuwa mwenye dhambi? Somebody is here. Just speak. Yes. Sawa. Tupigie Yesu makofi. That's why the church is still immature. Mtu ambaye ameokoka anaweza kwenda mbinguni? Mtu ambaye ameokoka anaweza kwenda mbinguni? Raise up your hand. Mtu ambaye amepokea msamaha wa dhambi anaweza kwenda mbinguni? Anaenda mbinguni. Number 2, mtu ambaye ameokoka anaweza kuwa na dhambi. Mwenye dhambi anaweza kwenda mbinguni? Hapana, hawezi enda mbinguni. Hawezi akaenda mbinguni, lakini nyinyi mnasema mimi nimeokoka na siwezi kosa dhambi. Mimi nimesamehewa dhambi, lakini siwezi sema sina nini? Sina dhambi. Wewe ni mwenye dhambi mtakatifu. Umeokoka na uko na dhambi. Katika wokovu kunaweza patikana dhambi? Katika wokovu kuna dhambi? La. Lakini nyinyi mnasema nimeokoka lakini niko na dhambi. Niko na dhambi. Hiyo ni ishara ya kwamba watoto ambao wanafungwa inaitwa pampers. Wote wanafungwa pampers. Kujikojolea wa pampers. Wokovu wa pampers. Mtoto anafungwa pampers kwa sababu akitaka kwenda choo anaenda pale. Wanaume mjue hizi vitu zinaitwa pampers. Unajua? Nani alikufunza mbona mtoto? Si ninaonaka mtazama na nilikuwa nakufunga. Kwa hivyo hakuna vile Mungu mwenyewe anaweza kuwa na dhambi na anaweza kuwa mtakatifu. Hakuna vile mtu anaweza kuwa ameokoka na bado ako na dhambi. Huyu mtu hajawahi pokea msamaha wa dhambi. Na hata kama wanaenda kanisa, Matthew 7:21 nasemaje? Read Matthew 7:21. Christian maturity. Matthew 7:21 hata 22 inasemaje? Hatuna watu wanakufungua Biblia haraka haraka. Tutapata tu Yesu akiwa usisome hiyo Biblia and it says no, hiyo ni good news. We can't listen good news. And it says, yes, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of the Lord. What is the will of God? The will of God is to believe what Jesus Christ came to do. Huwezi kuwa mwenye dhambi na uende mbinguni. Na huwezi kuwa umeokoka na uko na dhambi. Lazima ukuwe kuna masomo watu wachafunzwa kwa kanisa. Na ukifunzwa ndio inaleta ukomevu. That's why watu wakikuja hapa, watu wanasema tulikuwa tunaombea mtu, ni kama mtu amefanya dhambi katika jela. Hii pepo haitaki kwenda. Ni kama kuna mtu amefanya dhambi. Huyo ni mtoto. Kwani shetani yeye na Yesu kuna mahali wanakaribiana. Giza na mwangaza. Kuna mahali giza, mwangaza ilikuja, giza inafanya nini? Inatoka. Aliye na upako wa Yesu Kristo sio mtu wa kwenda akishika watu, anguka. Toka. Na anaangalia. Anakuja hapa, unashika mtu, na unamshika hapa, unaanza kumfanya hivi, unamfanya. Huo ni utoto. Wengine wanashika huku. Huo ni utoto. Huyu ni mtu aje komaa. Hakuna mahali Yesu aliangusha watu. Wewe kazi yako ni kuombea watu ukiwaangusha. Nani? Yesu hakukuja kuangusha watu, Yesu alikuja kuinua watu. Huo ni utoto.
Na sio kila wakati unawekelea, unakimbilia kuwekelea mikono watu, kuwekelea mikono. Nani alikwambia Biblia inasema uwekelee kila mtu mikono? Lazima ukomae. Unaweza kusimama hapa tu na useme nimetuma nguvu za Mungu. Na mtu anguswa akiwa kule na anaanguka peke yake. Lakini hii yani ya kutumana hivi mpaka nani alisema ukiwa umepapa lazima watu waanguke? Huo ni utoto wa kiroho. Hata wengine wanakuja, wanaombea, wanataka kujiangusha. Nitakuchapa kofi. Sio wokovu. Lazima mtu aanguke ili apokee muujiza wake. Unaweza pokea ukiwa umekaa chini. Unaweza pokea ukiwa umesimama. Unaweza pokea ukiwa umelala. Unaweza pokea ukiwa unatembea. Unaweza anguka na upokee. Lakini sio uangushwe. Na wengine wanapenda tu ni lazima waanguswe. Lazima asiponguzwa na huo mhubiri, pasipo kujua mhubiri wengine wanakujanga wakiwa na makao machafu. Kila wakati ni kuwekelewa mikono na watu ambao hawajui. Ujui wamepepa maroho ya aina gani na hauna discerning spirit. Usikuwe mwepesi wa kukimbia na uko na mchungaji wako wa ushauri na hapo uko na mchungaji. Hapana, toroka hapo ukienda huko. Naenda kubeba mapepo tutakusumbua. Biblia inasema tuwekelee watu mikono, sikatai. Biblia inasema watu pia wataanguka, sikatai. Lakini mimi naongea hii, nataka mnielewe. Usiende kuambia mchungaji wako, hii ya kuanguka angalia huko mtumishi, niangalie. Hii ni tofauti na ile Biblia inasema. Hii wanamshika na nguvu, wanafanya nini? Wanamwangusha. Hiyo ndio haiko kwa Biblia. Lakini kama mtu amewekelewa mikono na ameanguka na wewe hauja kusukuma, hiyo inakubaliwa na Biblia. Haleluya. Na mtu ambaye ako na demon possessed haufai kumwekelea mikono, unastahili kukemea mapepo. Mark 16:17. You command the demons and demons will go. Mtu ambaye ni mgonjwa, dedication ya watoto, Roho Mtakatifu wa Bwana, unaweza kuwekelea mikono. Haleluya. Sasa sisi tunapoenda mission, tusipeleke sarakasi kule. Twende tuhubiri injili ya ukweli, sio injili ya uongo. Hata naambia watu hii pepo inahitaji ng'ombe ama mbuzi ndio iende. Hakuna kitu tulipewa bure na lazima tupeane bure. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna kupanda mbegu. Mahali tuenda viwete wanatembea. Na hakuna kupanda mbegu. Kiwete anatembewa, wafisi wanafanya nini? Na wasioona wanafanya nini? Wanaona. Na wasioongea wanaongea. Wale walizaliwa mikono ikiwa hivyo, Mungu anainyorosha. Na hakuna kupanda mbegu. Hiyo ni injili ya uongo na upotevu. Na hiyo ndio inakuwa immaturity. Kanisa ambaye haijakomaa. Watu wakienda kwa kanisa kila siku anaongea maombi yake, hakuna siku kutakosekana pepo na demons. Hiyo ni kanisa ambayo haijakomaa. Ninyi mnaona mapepo ndio kubwa kuliko Yesu. Sisemi service ya deliverance, hiyo ni tofauti, tutaongea mpaka tumalize. Lakini ni kanisa na sio siku hata ya Saturdays. Kila wakati ukiomba lazima utaje shetani. Yaani unaonaka tu akikucha kwako shetani. Tumekemea mapepo. Kila siku maombi yako hata ya kukula chakula unakemeanga mapepo. Hata ya chai unakemea mapepo. Kwani mapepo ndio kubwa ama Yesu ndio kubwa? Biblia inasema when the man of God will be uplifted. Wakati mwana wa Mungu atakapoinuliwa, hata wewe utafanya nini? Ni wewe muinue. Hallelujah. I'm not advocating for devil, but we are not here ati tutishitishwe na shetani. 90% tunastahili kuongea juu ya Yesu. 0.9% tuongee juu ya mapepo. Mapepo hayana nguvu na hayana uwezo. Romans chapter number 8 verse 37. What does the Bible say? Quickly move. Biblia inasemaje? Ati pepo sijui niliota kuja interpret ndoto. Achana na hizo vitu. Soma hii Biblia uelewe nguvu za Yesu. Utakombolewa ukiwa umekaa. Tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda.
Sasa Biblia inasema tutashindwa ama tutashinda? Yes, tutashinda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti. Biblia inasema nimekwisha kujua wala mauti. Mauti ni wale watu ambao wanakutembelea wakiwa maiti. Wala uzima. Wala uzima. Uzima ni kumaanisha ya kwamba umekuwa mgonjwa. Wala malaika. Wala malaika kutoka juu mbinguni wakuja wakutishie. Wala wenye mamlaka. Wala wenye mamlaka. Wenye mamlaka ni wale ambao wako na nguvu, wale ambao wamepewa cheo, wakubwa. Wakubwa kama president ama in church ama company commander for the soldiers. Ama wakubwa. Kuna mkubwa anaweza kukutishia hapa duniani. Wewe nitahakikisha utapata rifaa. Mwambie look at me very well. I look like Jesus. Jesus holds my future. My future is not with you. Usitishiwe na mtu kwa sababu ni mkubwa wako. The final answer comes from God. Usitishiwe na daktari. Uko na virusi, lazima ukule hii dawa. Mwambie nashukuru Mungu, nimeelewa niko na virusi za HIV/AIDS. Dawa nitakula, lakini aliye juu ni mkuu kuliko ukimwi. I command you to leave me. Na ukimwi utaenda au si? Endelea. Wala yaliyopo. Wala yaliyopo. Vile watu wanasema, wanakusema sema ya kwamba umefanya, ukiwa haujafanya ama ukiwa umefanya, usitiishwe. Wala yatakayokuwapo. Wala wale waliambiwa hautawahi faulu katika maisha yako. Komaa kiroho na ujue ya kwamba aliye na final answer sio ango, sio andi, sio mama, sio dad, ni Yesu Kristo. Watu hawalali wakisikiliza sauti waliambiwa, umenikataa na mimi nilikupenda. Hautawahi pata mwanaume mwingine. Utapata. Your final is God, is Jesus, is not man. God will never consult your former husband to be or boyfriend to be in order to bless you with another one. They will see and witness your wedding happening. Because he will never even consult your principal, your father, your mother, your president in order to bless you. He cannot consult. He will never consult. He has never consulted. He is the creator and he is the one who created everything on earth. He has the power to change your life to become what he wants you to become. Not what your friends, your pastor, your prophet, your people want you to become. There is a real man hidden in you, and Jesus is the one who knows your tomorrow, and your tomorrow must be greater than your today. Your tomorrow must be joyful than today. Your tomorrow will be greater. Your glory will be exploded in this country and everywhere. God holds your future. Your future is in the hand of God. Your future is not in the hand of your grandmother or grandfather or your husband to be or your wife to be. Your future was handed to Jesus Christ and it was confirmed by the Holy Spirit, and you can walk where you thought you cannot walk. You can do what you thought you cannot do. Paul says this, I can do all things through Christ who strengthens me. Ninaweza pitia mahali walisema siwezi nikapitia. Ninaweza kuingia ofisi walifikiria ya kwamba siwezi nikaingia. Ninaweza kuoleka. Haleluya. Utoto wa kiroho unaondolewa na neno la Yesu Kristo.
You must see the word of God, how God see it. Don't see the word of God the way you want to see it. You are defined to be a winner, and you are created to be a great man and a woman of God. In you, there is a winner. God sent his only begotten Son. He died on the cross. He cried, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Jesus has paid the problem of you. He has already solved the issue of your sin. He also loves you even if you are a sinner. He says, my son, my daughter, I love you. Come, baby. Come, I make you what I want you to be. He is the Lord of Lords, the King of Kings, the Prince of Peace, Alpha and the Omega, first and the last, beginning and the end. Hallelujah. He can end your problem and then begin your success. He is the first and the last. People might have put you in the last. He can take you from first and then bring you to the first. Whatever he decides to do, he never asks anybody. He will never consult anybody. He does what pleases him. It pleases God for you to be at Mawel Technical College or institute to understand the word of God. And God preach the same as the Bible tells you. God and teach them. People must not be confused by false preaching. You can give God nothing for you to give you something. Listen, I say this. You can give God nothing to give you something. Change your position. Go there. There is nothing you will never give God for you to give something. He is the owner of everything on earth. You can go with any flight you wish. If you know who you are, you can board any flight, go any country, get anything, because He is the source of all the riches. Your Father Jesus is the one who keeps United States of America money long. He's the one who keeps everything. He keeps health. He keeps money. He keeps wealth. God gives you wealth. Bank gives you money. God gives you wealth. God gives you wealth. Bank gives you money. Bank gives you money, but God gives you wealth. Bank is one type of wealth. Money is another type of wealth. So God does not give you money, He gives you wealth. Hallelujah. Praise the Lord. Stop crying. Stop telling God your problem. Start telling your problem how your God is greater. You don't understand this. Stop telling God how big mountains are there. And start telling mountains how your God is bigger. Look, stop telling Jesus your problem. Start telling your problem how your Jesus is greater. Fix your eyes to Jesus Christ, who is perfecter of your faith. When you fix your eyes to Jesus Christ, take photo. When you fix in Jesus Christ, when you fix your eyes to Jesus Christ, Jesus Christ will fix your problem down. When you magnify Jesus Christ, He diminishes all your problem. When you magnify your problem,
your problem diminishes you. When you fix your eyes to Jesus Christ, Jesus Christ will fix your problem down. Look up here. Stand up. This is Jesus Christ. It's an example of Jesus Christ. This is an example of Satan. Hallelujah. When Satan is fighting with Jesus Christ, who can win the war? You can fight now. Fight! Fight! Fight, fight, fight. Fight! Nenda chini. This is Jesus Christ. Already he has won the war. Stand up. Come here. Come here. Faster, faster, faster. Faster, faster. Now, this is, don't go. This man is an example of a believer. You can sit down. Now, this is Jesus. This is devil. Now, you devil, you are attacking who? This believer. Don't go. But Jesus is here. Hallelujah. Look at her. Jesus is there. This is a believer. This is the example of devil, but it's not devil. This is the example of Jesus Christ, but it's not Jesus Christ. This is the example of a believer and is a believer. Now, the war between a believer and a Satan, who can win the war? Is Satan. Vita katikati ya Mkristo ama fisi na busi, ni nani anaweza shinda? Kwa hivyo vita katikati ya mshirika na shetani, ni nani anaweza shinda? Ni shetani. Kwa hivyo Biblia inasema anayetupigania ni nani? Ni Yesu. Kwa hivyo kila wakati unapopigana na shetani, shetani anashinda. Lakini kila wakati unapopiganiwa na Yesu, Yesu anashinda. Yesu akiwa mshindi, na wewe pia ni mshindi. Stop fighting for yourself. Allow Jesus Christ to fight for yourself. Stop defending yourself. Allow Jesus Christ to defend you. Every moment you defend for yourself, you are not down. Every moment you allow Jesus Christ to fight for you, you will win the war. Praise the Lord. Amen. And we move people by continuing to share Jesus Christ with them, even after their conversion, speaking the truth in love. And this love must be true love. You must visit hata wale wameokoka, uelewe, ujue ya kwamba wanaendeleaje. Bwana Yesu apewe sifa. Fight 8 moves towards Christian maturity. There are different ways of concentrating and relating steps of moving people towards saving faith in Jesus, and then further into Christian maturity. Number 1, contact. Meet your neighbors and tell them what Jesus has done upon your life. Number 2, converse. Get the habit of asking God questions to generate meaningful conversation. Learn the art of drawing people out to Jesus Christ. Men only ever experience small talk, and really hata watu wale wanalala na wao hawajui kama umeokoka. Hallelujah. Community. Go to your community and preach Jesus Christ. Let the people know. John chapter 17 verse 21. And Jesus tells us that people will know we are his disciples by our love one another. Kama ni mchawi wacha pendo. Kama ni mlevi wacha pendo. Hiyo ndio maturity. Mimi nashangaa wandugu wengine wanasema siwezi nikakupea kifua nikusalimie na kifua kwa sababu mimi nimeokoka na yeye huyu mlevi hajaokoka. Unasema nikimsalimia na kifua atanichafua. Wewe ni namba kabisa. Na nongwe ni yule mtu ajui kitu. Nongwe inasemekana ni mtu ajui kitu. Kifua chako ukikumbatia mlevi, upako wa Bwana utaingia ndani yake na ataanza kubadilika. Haleluya! Hata kwa kanisa kuna watu watakatifu kuliko wengine. Kuna wale wa kupewa kifua na wale wa kusalimiwa kwa upande. Inaishia hapo. Watu wapendane. Love one another with holiness. Hallelujah. Gospel
gospel. If you have had meaningful conversation with your friend, introducing him to your community, and your community is Jesus Christ. Number 5, convert. Make sure people receive Christ. If they have understood the gospel, call them to trust in Jesus Christ and turn from their sin. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Number 6, commit. Jesus never wanted our faith in him to stay private. Truly trusting and following Jesus Christ will be public. It is made public. Commit yourself to meet people and let them know Jesus and then grow. If the person is committed member, you need to help him grow in conviction about what the Bible teaches us. Hallelujah. Then go and preach the gospel all over the world. Praise the Lord. Amen. What are the signs of immaturity in the church? Spiritual infants are self-centered. Spiritual infants are self-centered. They arrive at church thinking, what can I get out of this? Then they sometimes leave saying, I didn't get anything out of that service. Church is all about them. Nisema alitupokezea time pale. Hawa ni babies wa kiroho. Spiritual infants are noisy. Wanapigana kelele kila wakati. They cry a lot, particularly when they don't think they are need and being met. Kosa kumtembelea akiwa mgonjwa, watasema na change kanisa na nende ingine. Spiritual infants are messy. Toddlers do not clean up after themselves. That is someone else's job. On Sunday night, after everyone has vacated the premises, walk around the church building, and you will know in heartbeat whether the congregation is mature or not. Tutachangaa kupanga umeachiwa kila kitu kwa kanisa. Tunatoka hapa, tunaenda ile hall nyingine. Yeye anaenda anakaa, anangojea mtu ambebee kiti na mpelekee. Anajua tuko na crusade pale nje, anangojea kupaa. Mtoto wa kiroho ambaye anaanza komaa. Yeye anangojea wakiwe vitu. Hata hajui kushikanisha ili instrument. Na amekaa hapa for more than 1 year. Spiritual infants are impatient. The crying babies cannot be told that the milk is warming and they should be ready in a few minutes. He won't what he wants, and he won't eat 5 minutes. Wakristo wale hawaja komaa, wanataka sasa hivi wafanywe chenye wanataka. Hawajui wao wanafaa kuwa wanafanya. Kama ni umekosa kumwombea, urafiki wako na yeye umekwisha. Amen. Hiyo ni ishara ya immaturity. Amen. Spiritual infants are defined with that they cannot do. They cannot cooperate. Hashikiki. Cannot submit to others. And they cannot understand deep things. They are unable to apologize. They cannot see far away. Suggest the church join the local association or send money to mission, and they respond, why? What will it do for us? Watoto wa kiroho hawawezi kuoperate. Mtu anaweza kuwa na fire lakini anaacha komaa. Vile anajibu watu unashangaa, huyu ni yule tunajuanga akishika microphone hivi. Hallelujah, Kristo Bwana ni mwema siku zote. Amen. Wacha atoke pale, utashindwa. Hii mambo anafanya huyu mtu kweli anajua Yesu. Spiritual infants are explosive and they can go off at any time. They are in the hospital. They were in the hospital and the pastor did not visit them, so they drop out of the church. They work hard on that project and they got no recognition from the pulpit, so they are ready to quit. Haujawahi mwambia, haujawahi kusimamisha hapo mwambie wewe ni kiongozi wa nini? Kama wewe ni kiongozi, jua wewe ni kiongozi. Usitake watu wajue. Ukisikia ndani ya moyo wako you are not recognized. Hauja kwa maana.
Siku moja tulitoka hapa tukaenda Ethiopia. Tulipofika pale, unajua wale watu hapa na mwili kidogo ni wa ajabu sana. Tulipofika pale tukakutana na wachungaji kutoka South Africa na wengine kutoka mataifa mengine, tukachange the flight, tukaenda mpaka Sion, kaenda capital city ya South Korea. Tulipofika pale airport, Petro akakuja akatuchukua, tukaenda mbao kanisa. Tulipofika pale, mwenye anasimamia wachungaji wote kutoka Afrika, kuna pastor pale kwa sawa. Sasa kila mtu akajua huyu mtu ndiye anawakilisha Afrika mzima. Lakini walipoambiwa mwenye anawakilisha Afrika, kama mtu kadogo akapitia pale, akapita tu pale akasimama pale na akaendelea kutrain watu kutoka every corner of the world. Kauliza, tukametoka Kenya kumbe ndio kalikuwa. Kwa hivyo hakuna haja ya kujitambulisha hapa. My name is Reverend Bishop Apostle. Hiyo yote ni sawa. Lakini usipoitwa pastor, unajua ili kurudi. Kuna pastor mmoja alikasirika sana akiitwa pastor. Ukimwita pastor ndio sana, lazima umuite bishop. Lazima umuite bishop. Hata wale wanachaguliwa, wengine lazima umtambue na ni kama unamwabudu kwa sababu yeye ndiye amekuwa kiongozi wa students wote. Wanapenda sana recognition, watoto wa kiroho. Humble yourself and God will uplift you. Hallelujah. Spiritual infants are irresponsible. They are great at expecting a lot from others and nothing from themselves. They always know who is to blame for all that goes wrong in the church. It is the nature of immature to be childish. It is the natural order of things for babies to be infant. We are not saying in other ways we love babies. Bible can love and hug a great deal to any gathering. The bigger hugger in any babies can church and the ones most likely to call out heartily to the sermon are the normal members. Those fresh in from the core. They add a lot to the church. But we don't want to keep our children as toddlers forever. They should grow. We are not against spiritual babies. We just say, don't turn over the church to them. And that everyone goes through that developmental stage. But to remain a baby forever is not good. Amen. Grow in maturity in the natural order of things. By this time,